ya ajabu kati damu yake. Kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kati damu yake. Nitawezaje kuvunja tamaa kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nikaribie kisima cha damu. Kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kati damu yake Yesu. Nitawezaje kuoshwa moyoni kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nitakasike katika kisima cha damu. Kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kati damu yake. Haleluya. Amen. Tunashukuru Mungu leo kujalia masasa mingi, sababu ili masasa ambayo ililia jana ilikuwa ishaanza saa hizi hivi tayari masasa ilikuwa ishaanzalia, na hapakuwa muda wa kuomba, hapakuwa muda wa kufanya ile au lile. Tumepata sasa taarifa nzuri leo kwamba walikuwa wanajeshi wao kwa wao, wale wenyewe walikimbia kutoka Uvira, wale wenyewe walikimbia kutoka Uvira, na hao wenyewe walikuja kutoka Kalemi. Wao kuja Kalemi walikuja na meli, walifika hapa usiku, sababu walipotoka ndani ya meli kwanza kuja, hao walikutaniwa hapa, hawakujua kama ni wanani, ndio wakaanza kujibizana, nyinyi ni wanani? Wale tena nyinyi ni wanani? Ale ndio wakaanza, wakafikiri labda ni maadui, kumbe ni wao kwa wao. Kwa hiyo ndio zile risasi zililia sana jana. Tumesikia kwamba kumekufa watu 12 ndio walikuwa hapo hospitalini, na wengine sijui majeruhi wakawabeba kwenye hospitali ya Nundu. Kwa hiyo hivi gisi Mungu ametusaidia kupata kamda kuomba, wacha tuombe, sababu masasi ikianza hapa nafikiri kila mtu hapa atajua njia yake. Nataka niongee kidogo kuambia ya kwamba dunia inachanganyikiwa. Amen. Kama gisi tulisikia kanisani, tunaishi katika dunia ambayo inachanganyikiwa. Watu wanachanganyikiwa. Kila mtu anachanganyikiwa. Donc nous vivons dans un monde névrose, dunia ambayo imeshachanganyikiwa. Kiasi kwamba kila kona kumejaa ubaya, uovu. Kila nafasi. Hakuna mahali salama zaidi. Dunia mzima hakuna mahali salama. Kila sehemu, yani watu wanaishi kama vile akili za watu zimeshachanganyikiwa. Unaona? Hawa wanakimbia nini? Moyo ni nini? Joseph. Mnakimbia nini? Mnakimbia nini? Wakati wa vita tena wako wanakimbia.
Mwenye pesa. Akili za watoto wa. Waambie watulie. Rangi ni nini? Jina. Mwache fuyo. Mwikale fasi moja, msikimbie kimbie. Kwa hiyo nilikuwa nasema ya kwamba tuko katika dunia ambayo imechanganyikiwa. Na saa hii mahali pekee pa kukimbilia, mahali pekee penye kuwa salama ni wapi? Ni ndani ya Yesu pekee yake. Ila sehemu zingine tutaenda, tutakimbia ni kuponyesha mili, lakini dunia yote imechanganyikiwa. Kama ni wenye kuwa Ulaya, nao pia wamechanganyikiwa. Dunia kule nako imechanganyikiwa. Si tulikuwa tunasoma hapa kama jana, kama juzi, mtu mmoja Australia, sijui kulikuwa Wayahudi walikuwa wanasherehekea sherehe yao ya Hanuka. Mtu mmoja akachukua bunduki, ni yeye baba na mtoto, na kuanza piga wazungu pale. Akaua watu wengi sana na wengi sana majeraha. Yaani watu wamekuwa kama vile ambao wamechanganyikiwa. Iwe ni Ulaya, watu wamechanganyikiwa. Iwe ni wapi, watu wamechanganyikiwa. Iwe ni Afrika, watu wamechanganyikiwa. Iwe ni Asia, watu alors on ne sait pas où est-ce qu'on va fuir. Yaani watu hatujui tutakimbia wapi. Lakini mahali pekee sasa hivi ambapo pana amani pa kukimbilia ni ndani ya Yesu pekee yake. Hizi eneo zingine zote tutaenda, tutakimbia, lakini finally tutakutana na yale. Mimi hivi ya M23 waliposhika Uvira, nilikuwa Kigoma. Ndo tunatoka kwenye mkutano Tanzania. Nikafika wapi? Kigoma. Mie kufika Kigoma tu ninapigiwa simu, M23 wanakamata Uvira. Na hivyo jana yake Kigoma, Tanzania, hatukutoka mshamba. Silikuwa kama tariki 9 ile. Ile tariki 9 Tanzania hatukutoka ndani ya nyumba. Sisi wote tulikuwa ndani ya nyumba sababu kulikuwa kunaandaliwa maandamano. Na serikali ilikuwa inasema ya kwamba wakiona mtu barabarani maandamano, watadili na yeye vizuri sana. Ikashauria yoyote ambaye hana kazi kubwa ya kufanya nje abaki ndani ya nyumba. Kwa hiyo mimi niliingia ndani ya shambre yangu ya lodge, nikafunga na kufuli na mlango, nikalala. Nikofia nini? Maandamano ya tariki 9 Disemba. Kuja kufika sijui tariki 10, M23 na kamata. Sasa tunasema tutakimbilia wapi? Ona waliokimbia kwenda Burundi. Wanalia, huwezi amini. Watu wako kwenye shida, taabu moja ya ajabu. Simulisikia kisa wako wanasema watu wanalala nje, hakuna manyumba, na ni watu zaidi ya 50,000 sasa hivi ambao wameshatoka hapa, wametoka Mboko, Kaboke, wapi Uvira, wanakimbilia Burundi. Haya machafuko ya M23. Sasa watu ni wengi kiasi kwamba serikali ya Burundi inaanza kusema jamani, sitaweza, watu ni wengi. Inaanza omba pesa huko na kule. Hakuna chakula, hakuna maji, hakuna nyumba. Watu wako wanalala nje. Hakuna choo. Eti wako wanajipanga kwenye choo kumstari. Yaani unaenda kwenye mstari na saa 3, unapata hasa nafasi ya kuingia chooni na saa 8. Hivi mnaona hiyo ngazi ya maisha? Kuko umoja nasikia leo eti mvua ilinyesha Burundi kule, kuna numwa mtu akakufa. Umoja mzee pale. Sababu hakuna nyumba, hakuna nafasi ya kukaa, yaani wote wanawekwa kwenye uwanja wa mpira. Kwa hiyo wote wanakaa mle ndani ya uwanja wa mpira. Watu maelfu kwenye uwanja wa mpira ambao hawana chakula, ambao wako na watoto. Sasa eti pale kolera ikizuka pale Bugonjo, watu watakufa ovyo sana. So, wengine hivyo wanaanza juta, wanasema tungejua basi tungebaki Baraka, tukuje basi kuuawa pale na M23 kuliko kwenda tena huko Burundi ambako tumeenda. Nako ni shida. Tanzania, serikali ya Tanzania haipokei wakimbizi. Inasema Kongo hakuna vita, hatupokei wakimbizi. Na wao pia hivi hali ya usalama sio nzuri.
Si tulikuwa na mkutano pale ambako tungeenda fanya pale Kasulu. Mchungaji wa Kasulu amenipigia simu akasema ya kwamba wamekatazwa wasifanye mkutano wa hadharani sababu hali ya usalama sio nzuri. Kwa hiyo mtafanya mkutano, lakini mkutano wa ndani. Kila kona ni shida. Dunia imechanganyikiwa. Le monde se disloque, ainsi dit le prophète. Jiulize hawa, mimi nilikuwa najiuliza hivi, hawa M23 je, wanajua kabisa uzito wa matatizo ambayo wanaletea watu? Hivi wanaelewa kabisa uzito wa taabu, shida ambayo wanasababishia watu? Ona jinsi watu yaani hii watoto hapa ni Mungu. Mimi mwenyewe kuna saa ninakaa naangalia, tukimbie twende wapi? Hiyo ndio siku niliona kumbe humu nyuma huko vitu vingi. Nilikuwa sijawahi kujua kama humu huko vitu vingi. Siku niliambia mama yenu hata funga mizigo. Mama yenu aliingia chumbani, akaenda kwanza kwenye hii nyumba, akaangalia vitu, akaenda kule akaangalia vitu. Akaniambia sasa nitafunga nini? Niache nini? Akaniambia wewe ende kwanza ufunge. Mimi nikaingia, nikaangalia kumbe huko vitu vingi uwezi amini. Sasa nikaanza jiuliza, sasa tufunge nini? Tufunge na watu wako wanapita barabarani, wa kutoka Mboko, wengine na mambuzi zao, wengine na watoto wao, wengine na magodoro zao, wengine na mifurushi ya kila aina, barabara inajaa. Sisi tufunge twende wapi? Kuko mtu mmoja niliuliza pale mmoja mama. Sasa mama, hivi unakimbia huku unaenda wapi? Aseme baba, sijui kwenye niko ninaenda. Mimi ninaenda tu. Kwenye usiku itaingia njoo huko na nitalala huko. Nikamwambia sasa mama, yani unaenda tu hujui unaenda wapi? Aseme baba, mimi sijui naenda wapi. Mimi ninaenda tu. Sasa mimi nikarudi nikasema tufunge mizigo na sio twende wapi? Yaani tufunge twende tu. Niliingia huko kuchumba huko. Nikaanza angalia nguo, kumbe suti ziko mingi. Hapo nilikuwa sizani. Nikaangalia vitu. Nikaanza angalia masahani ya mama yenu. Nikaanza angalia viti. Nikaanza angalia magodoro, vyombo vya maji. Nikasema sasa hapa tutabeba nini tuache nini? Unaona shida ya vita. Vita ni mbaya sana. Lakini pia unakaa chini unakuja kuona haya yote. Kimbilio sahihi ni moja tu. Ni kukimbia ndani ya Yesu. Babu yenu salienda ubwari. Angali na siku 2 anaanza lia njala. To wana njala on, bogwali ole bato. Kumbe ubwari nako kuikimbia watu. Waraja. Na njaa hakuna chakula. Tena wao wale wanarudi. Sasa na sie tufunge twende wapi? Tanzania hakuna njia. Kenya hakuna njia. Kuko binti mwingine anasema, "Baba naomba mfunge mwende Kenya." Tutaenda Kenya, tutaruka hivi sama ndege tunaenda. Uvira hakuna njia. Twende Kalemi, kubato ya nani? Kwa hiyo lazima tukae hapa. Sasa wakifika hao M23 wakuje kutuchinja. Vita ni mbaya sana. Yaani watoto wangu mumeonja vita. Hapa ndio mumeonja vita sasa. Mlisikia masasa ya jana? Mlisikia gisi ilikuwa inalia sawa vile mtu yuko anamimina mchele kungozi ya kukauka ya nguruwe. Ngozi ya kukauka ya mbuzi. Kuku ingine risasi ilipigwa ile. Ilikuwa inalia. Nikasema hii ni bunduki gani? Mbona itatoa vya mtumbu hii? Babona ananiambia sema ilikuwa ni bato sasa inaanza piga huku yule. Mama yenu ile bomba ilipigwa ile bomu hii. Mama yenu alisikia miguu yote inaregea. Mtu wote anakuwa sema alipanda mlima ya siku 2. Bombe hii. Frema kodoni kwa nini alikuwa na pasta kule wakati bombi ilipigwa. Walikuwa wanatoka pale kwa ndugu ndani kwa nakuya huko. Ile bombi kupika pum. Ase pasta likamata tumbo akalala chini. Alipolala chini akasema basi M23 waingie tu hawatatai. Akaenda chigonga ikichwa kukibambazi kwanza. Kunyumba ya jirani akasaulika mlango yuko wapi. Kunyumba ya jirani akajigonga kichwa kukibambazi
tena akarudi tena akalala chini mu udongo. Tutakimbilia wapi? Mungu tusaidie. Yaani vita uione mu video hivi vile wanapigana, lakini hiyo jitu kwa tunasikia hapa, hii ni mziki kweli kweli. Tutakimbilia sasa wapi? Nafikiri kimbilio pekee ni ndani ya Yesu. Hivi vingine vyote ni kuponya tu miti, lakini kimbilio halisi ni ndani ya Yesu. Ila pamoja na hayo sisi tunapanga tuame tutoke, lakini italeta mtikisiko fulani mkubwa. Ila Mungu akitujalia, bora basi tukatulia hata fasi nyingine. Hii hapa hii imekuwa ngoma nzito. Ila yote katika yote ni kuweka Mungu mbele. Ndio mahali penye kwa usalama, ndio mahali ambapo tutatulia. Kwa hiyo nimeona niwaambia ya machache, mtulize mioyo. Sawa? Mtulize nini? Tuweke Mungu mbele. Fasi ya makimbilio, nchi ya makimbilio ni ndani ya Yesu Kristo. Kwa mfano hivi kisi tunabanwa hapa, M23 bakikuya tutakimbia wapi? Uvira hatuwezi enda. Kalemi hatuwezi enda. Tanzania hatuwezi enda. Burundi hatuwezi enda. Tunafungwa hapa. Kama ni kuchinjwa, batakiwa kuchinja moyo moya. Kwa hiyo fasi pekee ya kukimbia ni wapi? Ni ndani ya Yesu. Sababu Yesu akitulinda, atatulinda kweli kweli. Yesu akitupigania, atatupigania kweli kweli. Yeye asipotulinda, hata tuende tunaenda wapi? Yesu asipotulinda, haitatusaidia chochote. Lakini Mungu akitufungulia milango, angalau tutaenda hata kainchi kingine, tunapumzika kwanza. Akili kwanza zitulie. Mnajua hizi mabomu zinaua hata watu bila mtu kupigwa bomu, lakini ili tu boom, wengine matension zinapanda, pressure zinapanda, wengine kisukari, wengine wanakufa, wengine mpaka wanakuwa vichaa. Hii mawazo mingi. Usiona mimi atapetia kula hakuna. Naona Kristiano na yeye leo alishindwa kula. Mimi tangu zile bomu zilipoanza na ile marisasi, mimi nilikuwa namaliza tartine mbili. Lakini hivi niko naisha tartine hii moja. So hata leo jioni nimekula tartine hii moja. Na hivi nasikia ninashiba. Yaani kumbe hata hamu ya kula inaisha. Siyui hamu ya vita ni mbaya. Vita ni mbaya. Na mbona tena usiku masila udogo wa hii AK-47 AK-47 bora bule, lakini zingine siku zinapigwa hizi. Hizi siku kama ni silaha gani hizi sijui. Silaha iko inapigwa mpaka unasikia tumbo inatetemeka. Siku zinapigwa na kusikia wewe kwenda kuwese. Pale unasikia mavi. Pale. Hii ni bunduki gani? Nilipita kwa ndugu Albert ile. Nikamwambia, "Vipi?" Anasema, hapana, masasi ni ya mbaya. Akamwambia, "Njoo masasi." Kumbe omwe sisi tulikuwa tunasikia zinatoka huko jana. Wao zilikuwa zinapigwa pale nyuma ya lupango yao pale. Ndio zilikuwa zinapigwa. Wao walisema sie kama ni kukufa tungekufa, tunazimia, tunarudia tena. Sababu masasi ilikuwa inapigiwa hapa. Mimi nikwambia sisi tulikuwa tunasikia pale, lakini kama kwa mbali kidogo. Sasa bora nyinyi ile masasa ya jana basi ni kuachia Mungu tu. Hakuna chenye utafanya. Usisikitike. Papa yule Karuta alikuwa anasema mimi nataka tu ninalala munyumba tu. Nisikue nikamwambia yeye atulale munyumba, usiralelale munyumba, utaisikia tu. Hapa kitu kikubwa ni kimoja, kuachia Mungu, kuomba Mungu atulinde. Tukipata kamda kuomba hivi tunaomba. Hiyo yote masuka kwa muda wa kuomba. Kwanza hizi sasa hivi masasi ilikuwa ishaanza lia. Leo naona ni Mungu tu anaruhusu masasi isilie sasa. Na hata hivi tuko tunaomba unaweza stukia inaanza lia. Na ikianza lia tutaweza kuomba tena. Tutaweza kuomba wewe masasi hivi inapita hapa piu. Wewe utaweza kupiga magoti. Magoti kuomba uombe, kumbe uko na amani. Sasa unapata muda wa injili mko na amani. Leo niko na funga ya wiki uko na amani. Lakini zile bomu ziko zinapigwa
Wewe utaweza kuomba? Ile masaa siku inapigwa hapa ile utaweza kuomba? Umeona basi anaomba kote. Si utaanza alisha hapo hapo. Hii ndio vita. Mlikuwa mnazikasikia vita nyinyi mkonaka vita ya 96. Sasa hii sasa mnaanza ona. Ndio vita hii. Mtu anagondaka kusiku mbili. Stani alikuwa shagonda. Mimi angalia Stani macho yote ilishaingia, nasema mtoto wangu waduka atakuwa kufa hapo. Tumbu yote isharudia, macho inaingia, mtoto wangu hivi. Wambia utaenda uone, ndio baba utaenda uone na baba. Sasa ameto mwa. Kama mtu anagondaka kusiku moja. Masase. Na kitu kingine sasa hiki inaogopesha sana, mahabari. Mahabari. Habari besha na habari ziko. Kila mtu na habari yake. Bino babo bele yose front ile babela bino babo o sotorala le bono mtu. Hivi vya dunia hivi. Kitu kimoja tu ni kuachia Mungu tu. Kutegemea Mungu, kuachia Mungu. Mungu atupiganie basi. Sababu sijui tutafanya nini. Hatuna sisi tunaweza fanya. Mungu atusaidie tu tuwe tunapata kachakula, tunakula, tunapata kasaki kavunga tunakula. Sababu tukikosa tena na chakula sasa, hiyo sasa ndio vrai shida. Sababu vita ya kwanza ni njala. Sasa bora tuishie kwa hii ya masase, lakini tusikose saki ya vunga. Na saki ya vunga nayo itapanda bei. Kila kitu kitakuwa kupanda bei. Lakini Mungu sababu yuko upande wetu atatupigania. Basi hata niishi hapa nisiongee mingi. Masasi siku anza hapa tukashindwa hata tena kuomba. Ndio hivyo. Kwa hiyo leo nimetaka tu kuambia ya kwamba mahali pekee pa makimbilio ni ndani ya Yesu Kristo. Vita ikuje, ingurume aje, sisi tujitumainie kwa nani? Kwa Yesu. Tunalie kwa nani? Kwa Yesu. Na roho zitulie. Mie ile abaya mingi ishaisha. Mie roho ilikuwa mbali kwa ajili yenu. Sababu M23 wanakuja na kamata vijana. Kwa hiyo nilikuwa ninawaza watoto wangu wote bakamatwa wapelekwe kijeshi kunguvu. Nilikuwa nawaza Stani anapewa PKM. Biadu anapewa watoto wanaenda Rumangabo, wote wanaambiwa tunapewa watoto wako wanageuka majeshi kunguvu. Comment est-ce que ça sert? Sasa ile ndio ilikuwa inanisumbua akili. Lakini Mungu ametufanyia muujiza, hawajaingia hapa. Wangali bado wanapigania huko. Tuendelee kuomba Mungu na tuombee jeshi letu washindi hivyo vita. Si ndio hivyo? Sawa basi tuingie katika maombi machache.